Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Juni 17 ya mwaka 2025. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu katika mahali pa siri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninasema asante kwa ulinzi wako, neema yako na namna ambavyo umetuongoza katika maisha yetu. Tunasema asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo umeruhusu watoto wako wa kiume na wa kike tuje tujifunze neno lako. Nasi tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kuwafundisha watoto. Imejengeka katika kitabu cha Marko sura ile ya 10 aya 14. Neno la Mungu linasema, "Waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao." Yesu anajua mizigo ya moyo wa kila mama. Yule ambaye alikuwa na mama aliyehangaika na umaskini na ufukara, kumhurumia kila mama katika kazi yake. Yeye aliyefunga safari ndefu ili kuutuliza moyo wa mwanamke Mkaanani atafanya mengi kwa akina mama wa siku hizi. Yeye aliyemrudishia mjane wa Naini mwanawe wa pekee, na katika uchungu wake msalabani akamkumbuka mama yake mwenyewe, anaguswa leo na huzuni ya akina mama. Katika kila huzuni na kila hitaji atatoa faraja na msaada. Katika watoto walioletwa kukutana naye, Yesu aliwaona wanaume na wanawake ambao wanapaswa kuwa warithi wa neema yake na raia wa ufalme wake, na baadhi yao wangekuwa wafia imani kwa ajili yake. Alijua kwamba watoto hawa wangemsikiliza na kumkubali kama mkombozi wao kwa urahisi zaidi kuliko watu wazima, ambao wengi wao walikuwa wenye hekima ya kidunia na wenye mioyo migumu. Katika kuwafundisha, alijishusha chini hata katika kiwango chao. Yeye mkuu wa mbinguni alijibu maswali yao na kurahisisha mafundisho yake muhimu ili kufikia uelewa wao wa kitoto. Aliotesha akilini mwao mbegu ya ukweli ambayo baada ya miaka kadhaa itachipua na kuzaa matunda hata uzima wa milele. Yesu alipowaambia wanafunzi kutowazuia watoto kuja kwake, alikuwa akiongea na wafuasi wake katika zama zote, kwa maofisa wa kanisa, wachungaji, wasaidizi na Wakristo wote. Yesu anawavuta watoto na anatusihi, msiwazuie kuja, kana kwamba alikuwa akisema watakuja ikiwa hamtawazuia. Wakati Roho Mtakatifu anapotenda kazi katika mioyo ya watoto, shirikiana na kazi yake. Wafundishe kwamba Mwokozi anawaita, kwamba hakuna kitakachoweza kumpatia furaha kuu kuliko wao kujitoa wenyewe kwake katika miaka ya kuchanua na kuchangamka kwao. Mwokozi anazijali kwa upendo wa milele roho alizozinunua kwa damu yake. Wanapaswa kudai upendo wake. Anawatazama kwa shauku isiyoelezeka. Moyo wake unavutwa kwa uvumilivu, si tu wale watoto waliozoezwa vyema zaidi na wanaovutia zaidi, bali kwa wale ambao kwa urithi na kwa kupuuzwa wana sifa na tabia zisizofaa. Wazazi wengi hawaelewi ni kwa jinsi gani wanawajibika kwa ajili ya tabia hizi kwa watoto wao. Yesu anawaangalia watoto hawa kwa huruma, anafuatilia chanzo mpaka matokeo yake. Mtendakazi wa Kikristo anaweza kuwa wakala wa Yesu katika kuwavuta hawa wenye kasoro na wenye makosa kwa Mwokozi. Kwa hekima na busara anaweza kuwaunganisha na moyo wake. Anaweza kuwatia moyo na kuwapa tumaini, na kupitia kwa neema ya Yesu anaweza kuwaona wakibadilishwa katika tabia
ili kwamba iweze kusemwa juu yao, watoto kama hawa, ufalme wa Mungu ni wao. The Ministry of Healing, ukurasa wa 42 hadi 44. Na huo ndio unakuwa mwisho na tamati ya tafakari ya somo hili siku leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.